kama sisi tulivyo na umoja. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako ee Bwana. Wakati ule Yesu aliyainua macho yake kuelekea mbinguni akasali akisema, Baba mtakatifu, uwalinde hao kwa jina lako ulilonipa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokaa kwao, niliwatunza mimi kwa jina lako ulilonipa. Nikawalinda, na hakuna hata mmoja wapo aliyepotea, ila mwana wa upotevu, ili maandiko yatimie. Sasa ninakuja kwako, lakini maneno hayo ninayosema Baba, sasa ninakuja kwako, lakini maneno hayo ninayasema bado ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu ndani yao. Nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa sababu wao sio wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Siombi uwaondoe ulimwenguni, bali uwalinde na mwovu. Wao sio wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase katika kweli, neno lako ni kweli. Kama ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nimewatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao ninajitakasa mwenyewe, ili hao pia watakaswe katika ukweli. Ndugu zangu, Injili ya Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ni asili yake. Ndugu zangu, matukio tunayoyasikia kwenye masomo yetu siku ya leo ni matukio yanayotutayarisha kwa namna ya kipekee kuingia kwenye siku ya Pentekoste, lakini pia yanatuandaa jinsi ya kukaa na kuishi bila Kristo kati yetu ndani ya mwili. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tunasikia kwenye somo la kwanza, Paulo anawaaga wazee wa kanisa la Efeso, na anawaaga kwa maneno makali ya kuambia kwamba ninaondoka kati yenu, lakini umbwa mwitu wanafanya nini? Umbwa mwitu wanakuja, na umbwa mwitu kazi yake ni kuharibu and basically kuua. Anawatayarisha na kuambia ya kwamba Injili niliyowapa, Injili niliyowafundisha, kunao watakuja wapende kuiharibu, waharibu imani yenu, waharibu umoja wenu, lakini pia mapendo kati yenu yatashawishika. Ndugu zangu, maneno hayo ni ya kweli kabisa, kwa sababu hata kati yetu mara kwa mara Injili hii nzuri ambayo tuliachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo, saa zingine inatuweka kwenye vishawishi vikubwa. Saa zingine umbwa mwitu anaingia kati yetu na tunaanza chuki. Kikundi cha sala kinageuka na kuwa kikundi cha chuki. Unapata ndugu labda walibatizwa pamoja, wakapewa kipaimara pamoja, wanapokea ekaristi moja, lakini kati yao kunajaa nini? Kunajaa chuki. Tunasikia wazee hawa wa Efeso pamoja na watu wa Efeso wanapiga magoti na kusali pamoja na Paulo, na wote
wanabubujika machozi kwa ajili ya kufahamu Paulo anaondoka. Ndugu zangu, sisi pia mara kwa mara, na haswa labda wapendwa wetu wanapotuondokea au hata wanapoaga, mara kwa mara tunajipata kwenye machozi makubwa. Au hebu fikiria mtu unayemfahamu vizuri, labda ni wa karibu na wewe, labda ni mzazi, labda ni mtoto wako, labda ni dada au ndugu kabisa. Madaktari wanakuambia there is nothing we can do about this one. Na kwa hivyo wamekwambia nini? Huyu ni kuondoka, anaondoka. We begin grieving and mourning even while they live. We begin crying hata kabla wafe. Na wazee hawa wa Efeso, nikijaribu kufikiria, huenda ikawa this is what is happening between them. Wanajua ya kwamba muovu ataingia na atajaribu kutawanya kilichokusanywa na Paulo pamoja na wenzake. Na sisi pia tujue ya kwamba muovu shetani hajaacha kazi yake, bado anaiendeleza. Na palipo Kristo, hapo ndipo pia naye anapenda kukaribia ili aharibu kilichoandaliwa. Sasa ni muhimu na sisi kukesha katika sala kama hawa wazee, na kukaa ndani ya Kristo na kuapa ya kwamba hata akijaribu, hata akija, hataweza. Na ndiposa Yesu Kristo katika Injili anatuambia maneno ya kutupa moyo ya kwamba ndiyo, ninaondoka, lakini ninapokwenda, Yesu Kristo anawaombea. Sala ya mwisho kwa hawa mitume wake, na anapowaombea anawatia moyo. Anamwambia Baba, sijapoteza hata mmoja ulionipa, ila tu mwana wa upotevu, ili maandiko yapende kutimia. Mimi sijui kama kati yetu kuna hao wana wa upotevu, lakini ninaomba na kusali asiwe mmoja wetu, kwa sababu Kristo tayari ameshatuombea ili tuweze kubaki katika pendo lake. Kwa hivyo wa kujitoa katika pendo lake ni mwana wa upotevu. Wa kuleta vurugu katika vikundi vya sala, basi ni mwana wa upotevu. Wa kuharibu familia yake au familia ya wengine, basi huyu ni mwana wa upotevu. Ndugu zangu, tubaki katika pendo la Kristo. Anasema pia na kutuombea ya kwamba Mungu atutakase katika kweli. Anasema neno lako ni kweli. Na kwa hivyo utakaso huu ndani ya ukweli utaendelea tu tukikita mizizi yetu ndani ya neno lake Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, pia Kristo anapowaombea mitume wake pia anawatuma jinsi yeye alivyotumwa na Baba, naye pia anawatuma ulimwenguni. Ulimwengu tunaujua ya kwamba umejaa mambo mengi yanayotutoa kwenye upendo wa Kristo, lakini kwa ajili ya sala za Kristo, hata kama kumejaa mengi yanayopenda kutudhuru, yanayoweza kutudhuru, yanayotafuta kutudhuru, basi Kristo anamaliza na kusema uwalinde na maovu. Siombi uwaondoe duniani, wabaki duniani, lakini uwalinde na from sin.
Kuna mara kwa mara unajisikia kwamba hapa isipokuwa ni neema nilikuwa tayari nimeanguka. Unajisikia hivyo mara kwa mara? Ujue kwamba sala hii ya Kristo aliyoombea mitume wake bado anatuombea na sisi. And this prayer is still very active in our lives. There are many times when we want to make bad choices, but because of the love of Christ, we find ourselves getting back to the right way. Let us be careful to listen to the Holy Spirit who speaks in us. We will only be guided by Him if we accept to open our hearts. Tufungue roho zetu ili huyu Kristo, huyu Roho Mtakatifu ambaye Kristo alituahidi saa zote atuongoze na kutufundisha na kutukumbusha njia ambazo tunapaswa kutembelea, ambazo ni njia za Kristo. Just before you give up in prayer, remember also Christ is saying a word for you. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.